Naam, hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Habari mbaya kwa Samia Suluhu Hassan kuhusu suala la mazungumzo na maridhiano, apokea taarifa zilizokuja kama pigo kubwa kwa ikulu ya Dodoma leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Mjadala wa kitaifa nchini Tanzania unaendelea kushika kasi kufuatia kauli yenye nguvu ya hivi punde na ya uchochezi ya Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wasomi Tanzania ama chama cha mawakili Tanzania TLS, ambaye matamshi yake sasa yameibua mjadala mkubwa wa umma kuhusu hali ya kisiasa ya Tanzania. Akizungumza wakati wa mdahalo mkubwa wa kisiasa nchini, Mwabukusi alitoa tathmini ya maneno makali ya juhudi za kutafuta maridhiano na mazungumzo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Mwabukusi amesema kujadili upatanisho kwa wakati huu ni sawa na kujaribu kutemea mate mbinguni na kuamini mtu anaweza kumloanisha Mungu kwa mate hayo. Sitiari hiyo ama msemo huo wa Mwabukusi umemlenga Samia Suluhu pamoja na Emmanuel Nchimbi kwa njia isiyo moja kwa moja iliyolemewa na kufadhaika na mashaka. Sasa msemo huo umeenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii na vipindi vya mazungumzo vya televisheni, ikionyesha migawanyiko mikubwa na kutoaminiana ndani ya mazingira ya kisiasa, huku Samia Suluhu Hassan akitaka maridhiano na mazungumzo. Mwabukusi alisisitiza kuwa mazingira ya kisiasa baada ya uchaguzi yamezua hofu kubwa isiyo na kifani miongoni mwa wananchi na viongozi. Alibainisha kuwa Watanzania wengi wakiwemo waliokuwa wakiunga mkono chama tawala cha CCM sasa wanasita kuvaa mavazi yao ya kisiasa hadharani kwa kuhofia vitisho au kulipizwa kisasi na wananchi. Kulingana na Mwabukusi, nchi inakabiliana na mzozo wa kitaifa wa imani ambapo washindi na walioshindwa wanahisi kutokuwa salama katika ngozi zao za kisiasa, ishara ya jamii iliyovunjika sana na mivutano ambayo haijatatuliwa. Alidai Mwabukusi kuwa wito wa maridhiano na Samia Suluhu na Emmanuel Nchimbi Ikulu chini ya hali kama hii ni kukataa wazi kukabiliana na ukweli wa majeraha ya kisiasa ya taifa hili. Mwabukusi alisisitiza kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kutokea bila kwanza kukiri ukweli kuhusu kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi, na ikiwa ni pamoja na madai ya vurugu, vitisho na mateso ya kisiasa. Bila uwazi na uwajibikaji, Mwabukusi alionya, jaribio lolote la umoja linaweza kuwa la juu dhaifu na mwishowe kutokuwa na maana. Msemo wake ambao aliweza kusema kwa mafumbo ulisema hivi: kuzungumzia maridhiano sasa ni kujaribu kutemea mate mbinguni ukifikiri utaweza kumloanisha Mungu. Mwabukusi aliongeza kuwa mgawanyiko ulioibuliwa na uchaguzi huo umeenea hadi katika vitongoji, sehemu za kazi na hata familia, huku wananchi wakizidi kutoaminiana kutokana na utambulisho wa kisiasa. Alisema kiwango hichi cha kuvunjika kwa jamii kinatishia uwiano wa kitaifa na kudhoofisha misingi ya utamaduni wa kidemokrasia wa Tanzania. Matamshi ya Mwabukusi yamekaribishwa na baadhi ya watazamaji kuwa ya kijasiri, huku wengine wakiona kuwa ya makabiliano na wengine wakiona kuwa ya uchochezi. Katika wiki za hivi karibuni, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitia Emmanuel Nchimbi ilitoa ishara kwa umma kuhusu kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na ya amani na vyama vya upinzani, hasa kile cha Chadema, lakini hawakuweza kutaja moja kwa moja, kwa matumaini ya kutuliza hali ya kitaifa na kuleta utulivu na kuepusha maandamano mengine. Kamati 4 tofauti za bunge na viongozi wa kiraia wameripotiwa kushiriki katika mijadala ya nyuma ya pazia yenye lengo la kuhimiza mazungumzo katika misingi ya vyama. Hata hivyo, Mwabukusi na wanaharakati wengine leo waliosema wazi wanasema kuwa mazungumzo haya ya amani hayana ukweli wowote, wakidai serikali ya Samia Suluhu Hassan inajaribu kurekebisha mgogoro wa kisiasa bila kutambua hatua za serikali zilizochangia machafuko hayo. Serikali kwa upande wake imesisitiza kuwa mazungumzo hayo ya amani ni juhudi za kizalendo za kuleta utulivu wa taifa hilo na kuepuka mgawanyiko zaidi wa kisiasa. Viongozi walio karibu na Rais Samia Suluhu wameshikilia kuwa uongozi umejipanga kuhakikisha unafanya mazungumzo na wapinzani wa kisiasa, mashirika ya kidini na asasi za kiraia ili nchi isonge mbele kwa pamoja. Wanasema kuwa utulivu wa muda mrefu wa Tanzania unategemea ushirikiano, si makabiliano, na kwamba mkakati wa rais unalenga kuzuia mgawanyiko mkubwa wa kitaifa.
Licha ya hakikisho hilo, wakosoaji kama vile Mwabukusi wanaeleza kuwa viongozi wengi wa upinzani bado wako rumande au gerezani wakikabiliwa na mashtaka wanayodai yanachochewa kisiasa. Hoja pana ya Boniface Mwabukusi inatokana na wasiwasi ambao amekuwa akitoa kwa miezi kadhaa. Katika mijadala ya awali ya kisiasa, alionya kuwa Tanzania inaingia katika hali ambayo hofu inazidi kuwa ya kawaida, ambapo mfumo wa sheria unazidi kutazamwa kwa mtazamo wa kisiasa na ambapo wananchi hawana imani tena kuwa haki inatumika kwa usawa. Mara kwa mara amewataka viongozi wa kitaifa kukabiliana na ongezeko la upungufu wa kidemokrasia, akisisitiza kuwa Tanzania haiwezi kutegemea matamshi pekee kujenga upya msingi wake wa kijamii. Pia amewashutumu baadhi ya watendaji wa kisiasa kwa kutumia mgawanyiko wa kitaifa, akipendekeza kuwa hofu imekuwa chombo cha kisiasa badala ya dalili ya kuvunjika kwa kijamii. Kulingana na yeye, baadhi ya watu walio katika nyadhifa za mamlaka wanaoonekana kutaka zaidi kudumisha udhibiti kuliko kuhimiza umoja, jambo ambalo limewafanya wananchi waone hata miito halali ya kutaka amani kuwa ya mashaka. Mwabukusi anaona huu kama wakati muhimu ambapo nchi lazima ichague kati ya ishara za juu za kisiasa na upya wa kweli wa kidemokrasia. Mashirika mengi ya kiraia yamekubaliana naye, yakisema kuwa uswala si kama upatanisho unahitajika, ni iwapo unaweza kuwa na maana bila ukweli. Makundi haya yanasisitiza kwamba maridhiano nchini Tanzania ni lazima yahusishe hesabu kubwa ya madai ya ukatili, kupotea na vifo vinavyotokana na uchaguzi ambavyo vimeripotiwa kwa wingi tangu Oktoba tarehe 29. Kwa Watanzania wengi, hasa wale walioshuhudia au kukumbwa na vurugu za baada ya uchaguzi na maandamano, maneno ya Mwabukusi yanaonyesha ukweli mchungu. Wananchi wengi wanaendelea kutafuta majibu kuhusu jamaa ambao hawakurudi nyumbani baada ya uchaguzi, huku wengine wakihangaika na kiwewe kutokana na vurugu za polisi au vitisho. Majeraha haya ambayo hayajatatuliwa yamezidisha mgawanyiko wa kisiasa na kuibua maswali magumu kuhusu kama nchi iko tayari kwa uponyaji wa kweli wa kitaifa. Huku mjadala ukizidi kukua, mirengo kadhaa ya upinzani imeitaka serikali kuonyesha nia njema ya kwa kufungua nafasi za kisiasa, kurejesha uhuru wa kiraia na kuruhusu vyombo vya habari viwe huru kufanya kazi bila kuingiliwa. Wanaamini ni kwamba hatua hizi ni muhimu kabla ya mazungumzo yoyote ya maana kuanza, wakisema kwamba mustakabali wa kisiasa wa Tanzania lazima ujengwe katika uwazi na si uoga. Wakosoaji wa serikali pia wanadaiwa kuhofia kwamba msisitizo huu wa utaratibu unaweza kufunika hitaji la dharura la haki, hasa kwa familia ambazo bado zina majonzi baada ya ghasia za maandamano. Kauli hii ya Boniface Mwabukusi leo, ingawa ina utata, imetia mishtuko, imelazimisha mazungumzo ya kitaifa kuhusu mwelekeo wa nchi, mustakabali wa kidemokrasia na kama Tanzania inaweza kukabiliana na migawanyiko yake ya kisiasa kwa uaminifu. Matamshi yake yamewaunganisha wakosoaji na wafuasi wote katika makubaliano juu ya jambo moja: nchi inasimama katika wakati muhimu ambao utaunda mwelekeo wake wa kisiasa na wa kijamii kwa miaka ijayo. Wakati Tanzania ikikabiliana na maswali haya, mvutano kati ya ukweli na upatanisho unaendelea kufafanua hali ya kitaifa. Ikiwa mazungumzo ya amani ya serikali yatabadilika na kuwa mazungumzo ya kweli au kubaki juhudi za ishara, itategemea maamuzi yaliyofanywa katika miezi ijayo. Kwa sasa changamoto ya Mwabukusi kwa taifa bado haijatatuliwa. Tanzania lazima iamue kama itafuata umoja unaojengwa juu ya serikali au kusuluhisha amani iliyojengwa juu ya ukimya. Mtazamaji, ni hayo tu kulingana na chapisho ama maoni yake Boniface Mwabukusi. Je, wewe unayetazama habari hizi, maoni yako ni yapi? Nijuze upande wa comment section, vile like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako. Endapo utafanya hivyo, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri sasa hivi.